Majira ya saa 7 usiku wa kuamkia kesho kutakuwepo na bonge moja la game kati ya timu ya taifa ya Brazil dhidi ya Morocco. Kundi C hilo la moto sana hilo, Brazil dhidi ya Morocco saa 7 usiku. Bila shaka jambo tutafanya kuelekea mchezo huo na tutajua mbivu na mbichi. Bana, hapa kuna kizungumkuti. Nimeona pia taarifa ya Neymar hata ukosa huo mchezo yes. Kwanza nafikiri inabidi tuchanganue huu mchezo. Huu mchezo una vitu vingi vya kuangaliwa. Una kitu cha kwanza ni kwenye FIFA ranking. Brazil iko nafasi ya 6 kwa sasa, Morocco ipo nafasi ya 7 kwa sasa. Hicho kitu cha kwanza kwamba kiushindani kwenye rank za FIFA hawapishani sana, wako hapa na hapa, wanafuatana. Lakini kitu kingine, kabla hajaanza kudedeva mchezo utakavyokuwa, Brazil na Morocco wamekutana kwenye mechi mbili. Mechi ya kwanza ilikuwa ni ya FIFA World Cup, nafikiri kwa 2010 kama 1998. Ilikuwa 1998 Brazil alimchabanga Morocco chuma 3-0. Lakini mchezo wa kirafiki ambao alikuja kucheza 2023 Morocco alishinda chuma 2-1. Huo ulikuwa mchezo wa kirafiki, by the way. Alifunga Buffalo pamoja na Saibari. Kwa hiyo Casemiro akifunga bao kwa upande wa Brazil. Kipindi hicho cha mchezo wa kirafiki 2023 Brazil ilikuwa nafasi ya kwanza kwenye rank za FIFA, lakini Morocco alikuwa nafasi ya 11 nafikiri kwenye rank za FIFA. Kwa hiyo ukiangalia kwa picha haraka kwamba ukiangalia kwa picha ya haraka Brazil ni kubwa kuliko Morocco kwa FIFA na kile na mafanikio kila kitu. Brazil yuko bora hata kuliko mataifa yote ambayo yanashiriki. Yuko bora japo kwenye rank sasa hivi ukitafuta na kuwekea Ufaransa, si ndio hivyo? Kwa nafasi ya kwanza, lakini timu yenye mafanikio, timu bora ya taifa duniani yenye mafanikio ni Brazil yenye mataji 5 ya World Cup. Kwa hiyo Morocco hana taji, lakini ni moja ya timu ambayo ina mafanikio makubwa kutoka Afrika ikiwa imefika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo performance ambayo walionyesha 2022 Morocco anatolewa hatua ya nusu finali na walitolewa na Ureno, si ndio hivyo? Ndio. Ni taifa ambalo lilikuwa linawashangaza wengi. Na Waafrika baadhi na wa Morocco wanaamini kwamba, kwa naangalia pia mkutano wa waandishi wa habari nahodha wa timu ya taifa Morocco Achraf Hakimi, yeye anasema wa Morocco wanaiita Morocco Brazilian ya Afrika. Ndio. Kwa hiyo kiushindani nyota waliopo unaweza kusema Morocco pia wana nyota wazuri sana ambao wanacheza nje, lakini Brazil wana nyota ambao ni wa kuvutia. Yaani kama yani hakuna madaraja makubwa kusema labda hawa huyu kamzidi huyu. Uzuri wa Brazil kwa sasa hivi ni kama wote wapo the same, kwa sababu unapomtaja labda Mateus Cunha, unapomtaja labda Rafinha, unapomtaja Vinicius, unaona kama wapo sawa, kama kwenye kapo moja kwa maana kwamba watofautiani kwenye ukubwa. Lakini kitu kingine ambacho kinapelekea mchezo uwe mzuri na unasubiriwa kwa hamu, baadhi ya Waafrika wanaishabikia Brazil, timu ya taifa ya Brazil. Nafikiri pia mlipita mtandaoni. Wengi wana mapenzi na Brazil kutokana na kile ambacho walikuwa wanakionyesha hata nyota wao ambao wanacheza kwenye vilabu mbalimbali, sababu mfano Cunha anacheza Manchester United. Kwa hiyo wale mashabiki ambao wafuatilia sana mpira akisikia Cunha, yani hata kama labda timu ya taifa haishabiki Brazil, lakini anatamani kumuona mchezaji wa klabu yake akicheza. Mtu anampenda Rafinha akiwa Barcelona, akiuliza anachezea taifa gani, Brazil, naye anatinga uzi wake wa Brazil. Mtu anaulizia Vinicius iko wapi, Madrid, timu ya taifa Brazil, kwa anashabikia Brazil. Neymar iko wapi, hivyo. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina mashabiki wengi, sio tu duniani, sio tu Amerika tu, hata Afrika pia. Ni timu ambayo imejizolea ukubwa wa mashabiki wapo. Kwa hiyo mechi ni nzuri. Performance ya wachezaji Morocco, wana wachezaji ambao wana experience, nafikiri Saibari ipo PSV, si ndio hivyo? Zungumzia kama Achraf Hakimi, zungumzia kina Onai goalkeeper, nafikiri ipo Saudi Arabia. Moja goalkeeper, moja goalkeeper ambaye wafanya mpaka Morocco anafika hatua ya nusu finali
kombe la dunia 2022 alikuwa ni pamoja na golikipa. Kwa asilimia kubwa waliokuwepo kwenye kombe la dunia wapo kwa sasa. Okay. Labda Buffal nafikiri hakuitwa, Hakim Ziyech hakuitwa, El Nesri na yeye hakuitwa. Kwa hiyo nafikiri waliobaki wengi walikuwepo. Kwa hiyo nafikiri ni mmoja mchezo ambao binafsi na usubiri, kwa sababu hata kwenye ile orodha yangu ya timu 5 nilimweka Morocco kwa hisani ya chama la nyumbani la Afrika. Kwa hiyo na mimi naisubiri kwa uzuri na mimi nilimweka moja kati ya hawa, kwa hiyo sina budi pia kuisubiri kama wewe unavyoisubiri. Tutajua mbivu na mbichi itakuwa namna gani. Bila shaka lazima tufanye kitu hapa majira ya saa 7 kuamkia kesho, lakini maelekezo ni mengi sana leo. Leo maelekezo lazima yawe mengi. Iwe kwa wanasema iwe mvua, iwe jua, na uzuri tuna sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.